Kumbe mauti inaweza ikategwa, mauti inaweza ikatengenezwa. Akaona mitego ya mauti imemkabili, haiko mbali, imemkabili, iko karibu kutimiza tukio la kuzimu chini. Kumbe mauti inaweza ikategwa, lakini si kwa uhai tu, inaweza ikategwa hata juu ya maisha ya huyo mtu. Mauti inaweza ikategwa hata juu ya baraka za huyo mtu. Mauti inaweza ikategwa hata juu ya kesho ya huyo mtu. Mauti kwenye huduma ya huyo mtu, kwenye kazi ya huyo mtu, kwenye ndoa ya huyo mtu, kwenye uzao wa huyo mtu, kwenye elimu ya uzao wa huyo mtu, mauti inaweza ikategwa kabisa, inategwa. Lakini akaona kamba zimemzunguka ila za kuzimu, mitego imemkabili, haiko mbali, lakini mitego hii ya mauti. Sasa tuna kitu cha kujifunza mimi na wewe siku hii ya leo, ili tutambue kwamba mauti inaweza ikategwa. Kwa hiyo kama mauti inaweza ikategwa, tunatakiwa tukubaliane kwamba sio kila unayemuona amekufa ni kwa wakati wa Bwana. Hapana, sio kila unayemuona amekufa unasema Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Kumbe mauti inaweza ikatengenezwa. Sasa mauti iliyotengenezwa na ikampata mtu, si wakati wa Bwana aliyetoa ama aliyetoa, sio wakati wake. Lakini haiwezi ikategwa tu kwenye uhai wa mtu, hata kwenye baraka za huyo mtu, hata kwenye kesho ya huyo mtu, hata kwenye mafanikio ya huyo mtu, hata kwenye ushindi wa huyo mtu inaweza ikatengenezwa. Hebu sema, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa nasimama kinyume na kila mtego wa mauti uliotegwa juu ya uhai wangu, juu ya maisha yangu. Nasimama kinyume na mtego wowote wa mauti uliotegwa juu ya baraka zangu. Nasimama kinyume na kila aina ya mtego wa mauti uliotegwa juu ya kesho yangu, juu ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Niongee neno kidogo ili uweze kunielewa. Sisi sote tu kazi ya mikono ya Mungu. Biblia inasema tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Kumbe sisi ni watoto wa Mungu. Inawezekanaje basi? Inawezekanaje basi uwe mtoto wa Mungu alafu unaangamia ama unakufa kwa njia ya mafuriko, kwa njia ya gharika ya maji? Inakuwaje? Mungu huyu tunayemtumikia, tunayemwabudu, ambaye yeye sisi tu sehemu ya kazi ya mikono yake, tulioumbwa kwa sura na mfano wake, ilifika mahali akasema sitawaangamiza wanadamu tena, sitawaangamiza watu hawa tena kwa maji. Akaweka alama, ni ishara ya upinde winguni. Utakapoiona ile utalikumbuka hili agano. Inakuwaje unateketea ama unaangamia kwa njia hiyo? Kwa maneno mengine, mauti inaweza ikatengenezwa kwa ajili ya kusudi fulani. Sio wote wanamcha Mungu kama wewe unavyomcha Mungu. Narudia tena, sio wote wanamcha Mungu kama ambavyo wewe unamcha Mungu.
Sio watu wote wana hofu ya Mungu kama ambavyo wewe una hofu ya Mungu. Usifikiri unavyotoa sadaka wewe mbele ya Mungu Yehova ndivyo ambavyo kila aliye mwenye uhai, kila aliye mwanadamu na yeye anafanya vivyo hivyo kama wewe. Hapana. Kuna watu wana mahala pa kupeleka sadaka zao. Itategemea anatakiwa apeleke sadaka ya nini. Ikiwa ni sadaka ya mtu, damu ya mtu, anaipataje? Lazima utengenezwe mtego wa mauti. Lazima utengenezwe mtego wa mauti, na inapotokea ile mauti ndipo anapopata sadaka ya kuweza kupeleka anakotakiwa kupeleka. Usidanganywe kwa ajali zinazotokea. Hivi wakati wewe unatungwa kwenye tumbo la mama yako, ni mwili, baba na mama walitengeneza huo mwili ndani ya tumbo la mama. Mungu akauona mwili kwenye lile tumbo, akatoa ile roho mojawapo katika ghala lake, akaiweka ndani ya ule mwili kwa kusudi fulani, kwa majira fulani, kwa wakati fulani, katika taifa fulani. Alafu kusudi alijatimia ambalo Bwana ameliweka ndani yake. Ukiambiwa fulani amekufa, kifo chenyewe cha kutatanisha, kwa akili za kibinadamu unasema hapana, inawezekana pana mkono wa mtu, sio mkono wa Mungu. Mauti inatengenezwa kabisa, inatengenezwa kabisa. Lakini Daudi akaziona kamba za kuzimu zimemzunguka, na mauti haiko mbali. Mtego ule wa mauti unamkabili, maana yake ukaribu, unamkabili utimize kusudi fulani. Hebu sema nakataa kuanzia sasa mtego wote wa mauti uliotegwa juu yangu, nasimama kinyume nao. Imeandikwa, ategaye mtego utamnasa mwenyewe. Kuanzia sasa naitegua mitego yote ya mauti iliyotegwa juu ya maisha yangu. Naitegua mitego yote ya mauti iliyotegwa juu ya uzao wangu. Naitegua mitego yote ya mauti iliyotegwa juu ya baraka zangu. Kuanzia sasa nasimama kinyume na yoyote yule aliyetega ule mtego wa mauti juu yangu. Nasimama kinyume naye kwa namna rohoni, nashindana naye kwa damu ya Yesu. Kwa namna rohoni nashindana naye kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Imeandikwa, naye akamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Yoyote yule aliyenitegea mtego wa mauti kwa njia ya chakula, kwa njia ya kinywaji, ninaamuru kuanzia sasa mtego ule umnase yeye, mtego ule umnase yeye kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu na uachilia moto wa Bwana, na uachilia moto wa Bwana. Kwa moto huo na iteketeza ile mitego ya mauti iliyotegwa juu ya safari yangu, iliyotegwa juu ya ndoa yangu, iliyotegwa juu ya huduma yangu, iliyotegwa juu ya biashara yangu. Kuanzia sasa mtego wote wa mauti na ufyatua kwa jina la Yesu, na ufyatua kwa jina la Yesu. Na kataa ile mauti kwa njia ya chakula, na kataa ile mauti kwa njia ya kinywaji, na
nakataa ile mauti kwa njia ya kulogwa, nakataa ile mauti kwa njia ya kulogwa, naikataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaongea na wewe jini, wewe ni roho tu uliyetumwa kuwa mtego wa mauti juu ya ndoa yangu. Na nena na wewe kwa namna rohoni, na kuamuru uhame kwenye ile eneo la ndoa yangu, uhame kwenye ile eneo la huduma yangu, uhame kwenye ile eneo la kazi yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Jini yoyote aliyetumwa na kugeuka kuwa mtego wa mauti juu ya baraka zangu, na kuamuru ung'oke kwa jina la Yesu. Imeandikwa, kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa. Pando lolote la mtego wa mauti juu ya maisha yangu na ling'oa. Pando lolote la mtego wa mauti juu ya baraka zangu na ling'oa. Pando lolote la mtego wa mauti juu ya afya yangu, juu ya maisha yangu, ng'oka kwa jina la Yesu, ng'oka kwa damu ya Yesu. Na yang'oa yale mapando ya mitego ya mauti juu ya uchumi wangu, na yang'oa yale mapando ya mitego ya mauti juu ya kesho yangu, na yaamuru yang'oke kwa jina la Yesu, yang'oke kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Shangilia Bwana. Tupige hatua moja zaidi. Kile kitabu cha Yeremia 9 mstari ule wa 21. Yeremia 9 mstari ule wa 21 imeandikwa, kwa maana mauti imepanda madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu. Ninarudia, kwa maana mauti imepanda madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu. Kumbe mauti ina miguu. Kwa nini nasema mauti ina miguu? Utanielewa. Biblia inasema kwa maana mauti imepanda madirishani mwetu. Kumbe mauti ina uwezo wa kutembea. Kumbe mauti ina uwezo wa kutembea. Maana yake ni nini? Mauti ina miguu. Ni roho ile ambayo inatumwa, ni roho ile ambayo inaelekezwa, na roho ina macho, na roho ina masikio, na roho ina kinywa, na roho ina mikono, na roho ina miguu. Mungu ni roho. Mungu akasema, kumbe roho ina kinywa. Mungu ni roho. Mungu akasikia, kumbe roho ina masikio. Mungu ni roho. Mungu akaona, kumbe roho ina macho. Mungu ni roho. Mungu akashika, kumbe roho ina mikono. Mungu ni roho. Mungu akatembea, kumbe roho ina miguu. Mauti ni roho kabisa. Biblia inasema mauti imepanda madirishani. Maana yake ni nini sasa? Kumbe hii mauti ambayo ni roho ina uwezo wa kutembea na kumfuata muhusika mahala alipo. Ani ina miguu kabisa, inamtafuta mahala alipo. Nimetumwa kwenye familia gani? Nimetumwa kwenye ndoa ipi? Nimetumwa kwenye biashara gani? Nimetumwa kwenye huduma gani? Nimetumwa mahala gani? Ina miguu kabisa, inakwenda paka mahala husika ikatimize lile kusudi la kuzimu. Lakini saa imefika, unasema sikubali, na simama kinyume na roho yoyote ya mauti iliyoelekezwa juu ya maisha yangu, iliyoelekezwa juu ya baraka zangu, iliyoelekezwa juu ya kesho yangu, iliyoelekezwa juu ya afya yangu. Sikubali. Nimetambua kabisa wewe ni roho, wewe ni mauti. Nimekutambua kabisa, na kwa kuwa ni roho unanisikia, una masikio, na kuamuru
hama, piga kona, rudi kwa aliyekuelekeza, piga kona, rudi kwa aliyekutuma, kamwingie yeye, katimize vile vile kama alivyokuagiza kwangu, kawe vile vile kama alivyokuelekeza kwangu, na ndipo itakapotimia. Achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe, aviringishaye jiwe litamrudia mwenyewe, ategaye mtego utamnasa mwenyewe, ategaye nyavu itamnasa mwenyewe. Saa imefika ya kusema sikubali, angamii mtu hapa, afi mtu hapa, paka wakati wa Bwana. Haondoki mtu hapa, halali mtu hapa, asinzii mtu hapa, aketi mtu hapa, paka wakati wa Bwana, kwa kuwa kila unayemwona na pumzi ya uhai ndani yake lipo kusudi ambalo Bwana ameliweka, kwamba kabla sijalitimiza lile kusudi hajalala mtu, kabla sijalitimiza lile kusudi hajaenda mtu chini. Nasimama kinyume na kilichotengenezwa, nasimama kinyume na mtego. Ategaye mtego utamnasa, sawa sawa na neno la Bwana. Uliyetega mtego wa aina hii, mkono wa Bwana uwe juu yako na mtego huo ukunase wewe, na ndipo litakapotimia hilo neno. Sema amen. Amen. Usikubali, usikubali. Mauti inapanda dirishani. Umelala hata ujijui, kumbe mauti ina miguu. Ni roho hiyo inakwenda sehemu husika na haiwezi kukosea, kwa kuwa roho ina macho, ndio maana haikosei. Roho ina nini? Ina macho, ndio maana haiwezi kwenda kwa mwingine, itaenda pale pale ilipoelekezwa. Ina masikio, ina miguu, ina macho, inasikia, inaenda. Hebu sema kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa nasimama kinyume na mauti yoyote iliyotumwa, iliyoelekezwa kwenye maisha yangu. Nasimama kinyume na mauti yoyote iliyotumwa na iliyoelekezwa juu ya maisha yangu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa sikubali mtego wote wa mauti uliotegwa njia panda, uliotegwa kwenye lile lango, uliotegwa mahala popote pale, na ufyatua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Lakini haitoshi. Biblia inasema licha ya mauti hiyo kupanda madirishani, imeingia majumbani mwetu. Sijui ni majumba gani hayo, lakini majumbani mwetu. Mbali na kupanda madirishani, imeingia majumbani mwetu. Ifanye nini? Ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu, Kumbe hii mauti iliyopanda madirishani, hii mauti iliyoingia majumbani, ina kusudi moja, nalo ni kuwakatilia mbali. Hakatiliwi mtu hapa. Hebu sema kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba mara hii tu, ninaomba Baba mara hii tu, kwa namna ya rohoni, ulimwengu wa roho, kwa namna ya rohoni, ulimwengu wa roho. Nasimama kinyume na mauti yoyote, nasimama kinyume na mauti yoyote iliyoandaliwa juu yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafanya vita kwa namna ya rohoni, ninanena na ile sadaka iliyotolewa kwenye ile madhabahu ya kishetani. Ewe sadaka ya damu ya mnyama, ewe sadaka ya damu ya ndege, ewe sadaka
ya damu ya mnyama ewe sadaka ya damu ya mwanadamu. Kuanzia sasa nasimama kinyume nayo, nasimama kinyume nayo. Ninanena na ile damu inayonena mauti juu yangu. Naongea sasa na ile damu ya yule ndege. Naongea sasa na ile damu ya yule mnyama. Naongea sasa na ile damu ya yule mwanadamu inayonena mabaya juu yangu. Naitumia damu ya Yesu. Kwa damu hiyo nanyamazisha kila damu inenayo mabaya juu ya maisha yangu. Nanyamazisha kila damu inenayo mabaya juu ya baraka zangu, juu ya kesho yangu, juu ya maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Shangilia Bwana. Wafalme wa Pili 4:40. Wafalme wa Pili sura ile ya 4 mstari ule wa 40. Wafalme wa Pili 4:40 imeandikwa, basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani. Mtu wa Mungu, wala hawakuweza kula. Nitarudia. Basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele. Wakapiga kelele. Hebu mwambie jirani yako, wakapiga kelele. Wakapiga kelele. Rudia tena. Wakapiga kelele. Amen. Amen. Kelele hizo wakasema, mauti imo sufuriani. Mtu wa Mungu, wala hawakuweza kula. Tuna kitu cha kujifunza sasa katika ili eneo. Hawa watu walikuwa kwenye harakati, ama walikuwa kwenye wakati wa kupata chochote, wakati wa kula chakula. Lakini iliwapasa pia wale chakula. Kwa nini nasema hivyo? Mtu ni roho yenye nafsi inaokaa ndani ya jengo ambalo ndio huu mwili. Huu mwili usipoutunza, huyo mtu ambaye ndio wewe mwenyewe hawezi kuishi kwenye jengo lililo chakavu, kwenye jengo linaloporomoka. Hawezi akaporomoka nalo, atajitenga nje. Iliwapasa kula. Kama hivi toka kwenye nyumba hii ya Mungu, tusipoitengeneza, tusipoiweka katika hali ya uimara, ukiona hii katika hali ya kudondoka, kuanguka, uwezi ukakaa humu ndani hata ukalisikia ama ukasikiliza neno la Mungu. Lazima utatoka tu. Utakapolisikia tu linadondoka, hapo itoke tu inaanguka pa. Hakuna atakayebaki humu ndani. Kila mmoja atajisalimisha, manake atakimbia. Hao mabwana walikuwa katika kula. Kula ni sawa, kwa sababu yako mambo yasiyopungua matatu ili uweze kuishi miaka mingi. Lakini cha kwanza ni kuwa muombaji. Cha pili, kula vizuri. Cha tatu, mazoezi. Una hatua nzuri ya kufika unakotakiwa kufika. Sasa hawa mabwana wakiwa katika kula, wakaiona mauti imo sufuriani. Mauti imekaaje? Imeishije ndani ya sufuria? Nilitangulia kusema awali, mauti ni roho. Ndio maana tukaona imepanda madirishani, imeingia majumbani. Kumbe ina miguu. Kumbe mauti ina uwezo wa kutembea na kumfuata mlengwa, muhusika, mahala popote pale alipo. Sasa imo kwenye sufuria. Walipoiona ndipo walipopaza sauti, wakapiga kelele na kusema, ewe mtu wa Mungu, mauti imo sufuriani.
kama ambavyo nimesema neno letu la leo ama somo letu la leo kwamba ni mtego wa mauti. Mauti inaweza ikategwa kwa njia ya chakula. Ndio maana unaweza ukawa unamhudumia mtu, unamwombea, alafu ukasikia anayeongea ndani yake. Shida hii alionayo inatokana na kile chakula. Alikula chakula huyu msibani, alikula chakula huyu kwenye sherehe, kwenye yale mazingira ya ule mkusanyiko wa jumuiya ya watu. Jamaa pale pale aliye adui, aliyemtesi, aliyemtabishaji wako anapata upenyo wa kukitimiza kile alichokuwa anataka kukitimiza kwako. Mauti inategwa kwenye chakula, na ndio maana tunafundishwa kuomba kabla haujala, lakini vile vile kushukuru baada ya kumaliza kula. Unafundishwa kuomba kabla haujanywa kile kinywaji. Mauti inategwa kwenye chakula, inategwa kwenye kinywaji, na inampata mhusika, inampata mlengwa. Shida nyingi za matatizo ya watu utashangaa chanzo chake ni chakula. Kama mtego huo hujampata kwenye chakula, ni kwenye kinywaji. Hawa mabwana wao wameiona ndani ya sufuria. Mauti imo sufuriani. Inafanya nini? Imekaa pale, inasubiria kutimiza lile kusudi la kuzimu chini. Hebu sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. kuanzia sasa nasimama kinyume na kila mtego wa mauti kwa njia ya chakula. Nasimama kinyume na kila mtego wa mauti kwa njia ya chakula, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mtego wote wa mauti kwa njia ya chakula na utegua mtego huo kwa jina la Yesu, na utegua mtego huo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba, mara hii tu ile mauti iliyotegwa kwenye kile chakula na ifyatua mauti hiyo kwa jina la Yesu. Ile mauti iliyotegwa kwenye kile chakula na ifyatua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakataa kufa, nakataa kufa kwa jina la Yesu. Imeandikwa, sitakufa bali nitaishi na kuyasimulia matendo makuu ya Mungu Yehova. Ile mauti kwa njia ya kinywaji, kwa njia ya chakula, na ikataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaishinda kwa namna rohoni ulimwengu wa roho, kwa damu ya Yesu. Ninaishinda kwa namna rohoni ulimwengu wa roho, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba, mara hii tu yoyote yule aliyetega mtego wa mauti juu yangu, juu ya nenihusu, juu ya familia yangu, mtego huo ninautegua, ninaamuru umnase yeye, kwa kuwa Baba, imeandikwa, ategaye mtego utamnasa yeye. Kuanzia sasa, awaye yote aliyetega mtego wa mauti juu yangu, juu ya uzao wangu, juu ya baraka zangu, juu ya nenihusu, ninaamuru kwa mtego huo umnase yeye, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Shangilia Bwana. Nikiwa namalizia andiko langu la mwisho, kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana 6:8. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 6 mstari ule wa 8. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Nikaona na tazama, farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na kuzimu akafuatana naye. Nao
wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Nikaona na tazama, farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda, yule farasi jina lake anaitwa Mauti. Kumbe mauti inao uwezo wa kupanda chombo chochote kile, ikatembea na hicho chombo. Narudia tena, mauti nimekuambia tokea mwanzo ni roho. Hiyo inao uwezo wa kupanda chombo, ikatembea ndani ya hicho chombo. Hapa tunaona huyu ni farasi mwenye rangi ya kijivujivu, lakini anayemtumia huyu farasi, aliyempanda huyu farasi, ana jina, na jina lake si jingine, ni Mauti. Huyu aliyepanda hiki chombo analo jina, lakini jina lake ni Mauti. Haishi hapo. Biblia inasema na kuzimu akafuatana naye. Kuzimu akafuatana naye kwa ajili ya nini? Kwa kusudi gani? Wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi. Hebu mwambie jirani yako, akapewa mamlaka juu ya robo ya nchi. Hebu mwambie jirani yako, wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi. Naona wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi. Ni mamlaka gani waliopewa? Ni mamlaka gani? Ya kuua kwa upanga. Kumbe wanaoua, kwa maneno mengine, wana mamlaka wamepewa ya kuua, ndio maana wanaua. Siwasoma hapa, wakapewa mamlaka ya nini? Biblia inasema ya kuua kwa upanga. Kumbe wale wanaoua kwa upanga wanayo mamlaka, wamepewa mamlaka. Hawakuishia hapo, wakapewa mamlaka ya kuua kwa njaa. Wakapewa tena mamlaka ya kuua kwa nini? Kanisa kwa tauni. Wakapewa mamlaka ya kuua kwa ugonjwa, kwa tauni. Wakapewa tena mamlaka ya kuua kwa nini? Hayawani wa nchi, kwa wanyama wakali. Kumbe mtu haui tu hivi hivi, sio chizi yeye paka anaua tu hivi hivi. Nyuma yake ipo nguvu yenye mamlaka. Mtu haui tu hivi hivi, sio kichaa, sio chizi, sio mwenda wazimu huyo. Kuna mamlaka. Huyu aliyempanda farasi jina lake ni Mauti. Biblia inasema na kuzimu wakafuatana naye. Kuzimu wakafuatana naye. Hawa wakapewa mamlaka. Mamlaka yao ni kuua. Usipouua kwa upanga, ua kwa njaa. Usipouua kwa njaa, ua kwa ugonjwa. Usipouua kwa ugonjwa, ua kwa wanyama wakali. Haya maeneo yote manne lazima mauti iwapate hao. Wakiukosa upanga watakutana na njaa. Wakikosa njaa watakutana na ugonjwa. Wakikosa ugonjwa watakutana na wanyama wakali, hayawani wa nchi. Saa imefika katika robo ya nchi wanaotakiwa kuangamia kwa hayo mambo manne. Mimi na uzao wa kiuno changu
najitenga, nakataa kuwa miongoni mwa watakaoangamia kwa upanga, nakataa kuwa miongoni watakaoangamia kwa njaa, nakataa kuwa miongoni watakaoangamia kwa ugonjwa, nakataa kuwa miongoni watakaoangamia kwa wanyama wakali, nakataa. Ndani ya ile robo inotakiwa kuangamia, mimi na anayenihusu mimi na uzao wangu nakataa. Najitenga kuwa miongoni mwa hao watakaoangamia, watakaokufa kwa hiyo amri waliopewa hao mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unanielewa hapo eh? Unanielewa hapo eh? Maana ya mauti inaweza kutengenezwa Kumbe inaweza ikatengenezwa pia kwa njia ya amri. Inaweza ikatengenezwa kwa njia nini? Ya amri, afe kwa upanga, ya amri afe kwa njaa, ya amri afe kwa tauni, kwa ugonjwa, ya amri afe kwa wanyama wakali. Inatengenezwa. Mauti inatengenezwa. Kwa nini hatufiki kwenye lile agano alilosema Bwana? Mungu ni Mungu ashikae maagano. Kwa nini hatufiki? Baada ya Mungu ya kusema sitawaangamiza tena, akaweka alama ya upinde winguni, kisha akasema miaka ya mwanadamu ya kuishi ni mingapi? Sisikii. 70. Hakusema Mungu 70. Ukiwa na afya. Kasema 120. Soma kitabu cha Mwanzo. Miaka ya mwanadamu ya kuishi itakuwa ni 120. Aliyesema 70 ukijitahidi 85 amepiga 120, si ni Daudi? Yeye akapiga 120. Mungu asema miaka ya mwanadamu ya kuishi ni 120 baada ya kuweka agano lake, lakini hakuna anayefika hapo. Hakuna. Kwa nini? Ishu ni mitego. Mitego ya mauti ni mingi sana katika maisha yetu sisi wanadamu, tukiwa tunasafiri hapa duniani, tukiwa tunaelekea huko kwa Baba. Kuna mitego mingi sana katika safari yako. Kuna mitego mingi sana. Alikuwepo bwana mmoja, ukisoma kwenye Biblia, anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Alipofika katikati, hajafika mwisho wa safari yake, katikati ya safari anayoiendea akakutana na wanyang'anyi. Biblia inasema wakampiga karibu ya kufa, wakamwacha, wakaenda zao. Lakini mtu huyu alikuwa ana safari yake. Katikati ya safari yake hajafika aendako, kuna jamaa wamekaa katikati wanamsubiria. Unafikiri utafika pale, unafikiri utafika kule, unafikiri utafanya kile, unafikiri utafanya ufanyi. Wako katikati, wanakusudi lililowafanya waketi pale katikati, wahakikishe kabisa safari hii haifiki mwisho. Wanyang'anyi hakufika, lakini Biblia inasema kapita Mlawi pale, kapita sijui kuhani pale, katazama akaenda. Baadaye alipopita Msamaria akamwonea huruma, akampakia kwenye mnyama wake punda, akampeleka kwenye ile nyumba, kisha akalipa sehemu ya fedha, akamwacha pale. Neema yake katika kuangamizwa kwake, katika kuuawa kwake, kwa kuwa Biblia inasema walimpiga kukaribia kufa, alitakiwa afe, lakini alipatikana Msamaria. Msamaria yule Mungu alimtumia kuyaokoa yale maisha, aendelee baadaye na safari yake. Hivyo basi tunapoishi
Tunapoishi katika maisha yetu, mitego ni mingi. Mitego ni mingi ambayo ni mitego ya mauti. Unaweza kuwa umejiandaa kabisa, unasema unaelekea kwenye biashara yako, lakini hata ujui ni kweli utafika kwenye ile ofisi ya biashara yako. Kumbe hapa katikati wasiokupenda ni adui yao, wasiokupenda ni wataabishaji yao, wasiokupenda ndo waangamizi wa maisha yako hao. Wameutengeneza mtego yamkini kwenye kizingiti cha mlango wa nyumba yako. Unapotoka ukutane na ule mtego wa mauti. Ni jini limekaa pale, jini la mauti. Huyu asifike kwenye ile biashara, agongwe na gari, afie njiani. Ndugu, unapokea taarifa, unaambiwa unamfahamu huyu? Ndio. Hatunaye tena. Si asubuhi nimeongea naye? Ndio, hayuko. Ile neema ya kuweza kuongea haipo tena. Ile neema ya kuweza kutembea ama kuona haipo, wala kusikia haipo. Roho ishajitenga tayari na jengo lake. Ndio maana kesi ni nyingi za watu kuto kufanikiwa. Mauti si juu tu kwa ajili ya uhai wako, hata juu ya baraka zako. Ndio maana unaweza ukakuta malalamiko ni mengi. Hujawahi kuanza kitu kikafika mwisho. Hujawahi kufanya jambo likaleta matokeo chanya hata siku moja, na hujawahi kupewa mtaji juu ya jambo lolote na ukafanikiwa. Nini maana yake? Unajua, ili uweze kutatua tatizo, fahamu chanzo cha tatizo. Ili uweze kutatua tatizo linalokusumbua, linalokutaabisha, linalokutesa, fahamu kwanza chanzo cha hilo tatizo. Ukishafahamu kugundua hapa pana kamchezo, nimegundua pana kamtego wa mauti juu ya hiki ninachokifanya. Kwa nini fulani akifanya yeye anafanikiwa, mimi nikifanya sifanikiwi? Tuna zile dhana kwamba nina balaa. Ni wewe tu mwenye balaa. Nina mikosi. Ni wewe tu mwenye mikosi. Kumbe hakuna balaa, hakuna mikosi. Mikosi yenyewe ni mtego wa mauti, balaa yenyewe ni mtego wa mauti, kwamba ule mtego umekaa pale, uhakikishe unaua kila unachotakiwa kukifanya ambacho ni sehemu ya baraka yako. Lakini unaweza ukasema nina mikosi, nina laana, lakini hakuna laana hapo. Na kama laana ipo na kama mikosi ipo, ina chanzo chake. Pana nini hapa? Hapa pana mtego. Mtego huu ni wa mauti. Jini, shetani ni roho. Jini linaelekezwa kabisa, makata, jini la mauti, kaa eneo fulani ya baraka juu ya mama fulani, kaa eneo fulani. Unaona huu mkono huu jini kwa kuwa ni roho na linasikia, lina uwezo wa kuelekezwa mara baada ya kupokea ile sadaka. Shetani hana uwezo wa kufanya kazi kama hajaipokea ile sadaka. Na ndio maana wewe ni shahidi, wakati hujalijua hili neno, wakati unakwenda kwa mganga wa kienyeji, ulikuwa unapeleka kuku sana, ulikuwa unapeleka wanyama sana. Ulipofikia hatua ya kumtoa mtu ukagaili, moyo ukakuuma. Nini? Wale wanyama hawahitaji nyama, inayotakiwa ni damu. Damu inapomwagika kwenye ile madhabahu ya kishetani ya mganga wa kienyeji, lile jini, ile damu ni sehemu ya chakula. Lile jini linapopokea ile damu ndio inaipa nguvu. Hawezi kufanya hivi. Kwa hiyo ile sadaka, ile damu, lile jini ndio linapata nguvu ya kutimiza makusudi ya yale yaliyoagizwa. Ukibisha nitakuonyeshia mfano hapa. Kuna mtu yupo, lakini kwenye mkono wake amekaa makata hapo.
Nikiongea naye nitamuuliza, paka umepata neema ya kuketi hapo kusababisha mauti eneo la uchumi, hiyo nguvu umeitoa wapi? Ataongea kabisa, sadaka ya nini? Atasema ya mnyama, ya ndege. Kwa hivi hawezi kuja tu hivi akakaa ndani yako na kufanya uharibifu. Kuna sadaka inatolewa. Sadaka ile inampa nguvu yule muharibifu kuweza kuja kutimiza lile kusudi la kishetani la kuzimu eneo la maisha yako. Kwa hiyo shetani anakaa kabisa, kwa kuwa ni roho, anakaa kwenye mkono kabisa, kwenye mkono kabisa. Nini? Baraka zako wewe, nyota ya baraka yako wewe iko kwenye mikono. Chochote utakachotia kupitia huo mkono kimebarikiwa, kimefanikiwa. Wanakaa mahala hapo ili kuzuia yale mafanikio kwenye hilo eneo la hicho kiungo chako. Mkono huo sio tu kula, mkono huo sio tu kuvaa, hapana. Haukuumbwa tu kwa habari ya kuvaa, haukuumbwa tu kwa habari ya kumega tonge, hapana. Kuna kusudi juu ya hicho kiungo. Mtaabishaji ameliona lile kusudi eneo la hicho kiungo, anaenda nakaa ili kuua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naeleweka eh? Naeleweka? Ndio. Oswald. Naeleweka eh? Mitego ya mauti. Mahala ilipo baraka yako ndipo pale wanapotega ili kuua lile eneo la baraka yako. Unajua kuna watu wana mikono ya kushika. Yaani ulibarikiwa wewe, si wote, lakini kuna watu wana maeneo wamebarikiwa kushika, ndio hawashiki. Eti nani ana kiu sana cha kushika fedha na ashiki? Kati yetu nani ana kiu ya kushika fedha na ashiki? Mungu awabariki nyote, hamna kiu ya kushika fedha. Si nimeuliza swali? Nani ana kiu ya kushika fedha na wakati mwingine anaitafuta kwa bidii, anaikamata kwa manati? Nikisema hivyo Kiswahili hicho sinaeleweka eh? Naam. Fanya tu mkono hivi. Wala usiinue sana makwapa kanani. Naam, fanya tu hivi. Nataka niseme neno. Ikiwa yuko aliye kama aliapo, huo mtego ufyatuke na lile kusudi ambalo Bwana amelikusudia litimie. Baba, ninakushukuru Mungu mwenye nguvu, ninakushukuru Mungu mwenye uweza. Ni wewe Baba uliyeweka baraka kwenye mikono hii. Ni baraka ya kushika, ya kumiliki fedha kupitia kazi, kupitia biashara, kupitia kilimo ama ufugaji. Katika eneo la kazi, katika eneo la mafanikio yake, umekusudia baraka ya mkono huo ili ushike. Lakini yuko jini wa mauti, makata, wewe uliyeweka makao kwa miaka mingi kwenye mkono huo. Ninaongea na wewe kwa kuwa wewe ni roho, una masikio. Ninanena na wewe kwa kuwa wewe ni roho, una masikio. Nami kuanzia saa hii, mkono ulionyooshwa na uchovya kwenye kisiwa cha damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, na uchovya kwenye kisiwa cha damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, na uchovya kwenye kisiwa cha damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba mara hii tu kwa damu ya Yesu. Ninaomba mara hii tu kwa jina la Yesu. Naongea na wewe mtawala wa kuzimu. Naongea na wewe uliyetumwa na kuweka makao kwenye mkono huo. Kwa sauti kuu tatu, saa yako
ya kung'oka ni sasa. Saa yako ya kuachilia baraka hiyo ni sasa. Ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili, na kuagiza kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo, na kuagiza kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo, ribo shika rabo shakapa, na kuagiza kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo, ung'oke sasa kwenye huo mkono, ung'oke sasa kwenye huo mkono, ung'oke sasa kwenye huo mkono. Naongea na jini makata, naongea na jini wa mauti, naongea na jini wa mauti uliyeweka makao yako kwenye hiyo mikono. Unazuia uchumi wake, unazuia fedha yake, unazuia umiliki wake, unazuia utawala wake, na kuagiza kuanzia sasa kwa namna ya rohoni na kung'oa. Wewe ni pando tu ambalo Baba hakukupanda kwenye mikono hiyo. Wewe ni pando tu, wewe ni pando tu, na kung'oa sasa, na kung'oa sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na kung'oa kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo, kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo, kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Ninaamuru ung'oke kwenye mkono huo, ninaamuru ung'oke kwenye mkono huo. Asiyeshika fedha sasa akashike, asiyeshika fedha sasa akashike, kupitia ile kazi, kupitia ile biashara, kupitia kile kilimo, kupitia ule ufugaji. Ninaamuru kuanzia sasa kwa namna rohoni, kupitia kazi ya mikono yake, kupitia kazi ya mikono yake, kupitia kazi ya mikono yake. Ninaamuru neema hiyo, ninaamuru neema ya baraka ya mkono huo, ya baraka ya mkono huo iwe juu yako, iwe juu yako, iwe juu yako. Asipatikane wa kupinga, asipatikane wa kuzuia. Kuanzia saa hii uliyepokea sadaka, uliyepokea sadaka kwenye ile madhabahu ya kishetani, kwenye ile madhabahu ya kijini, ya kijoka, kutokana na ile mifugo, kuanzia saa hii na kuagiza ulimwengu wa roho, na kuagiza ulimwengu wa roho kwa namna ya rohoni, kwa namna ya rohoni, na amuru uachilie, na amuru uachilie. Saa imefika, nayo ni sasa. Saa imefika, nayo ni sasa ya kila mmoja kuziishi zile baraka zitokanazo na mikono yake, kuziishi zile baraka zitokanazo na kazi ya mikono yake. Na iachilia neema hiyo juu ya kila mmoja, na iachilia neema juu ya kila mmoja, na iachilia hiyo neema juu ya kila mmoja. Na kataa ile roho ya kupata na kupoteza juu ya mikono hiyo, na kataa ile roho ya kupata na kupoteza juu ya mikono hiyo, na kataa kwa namna ya rohoni. Ulimwengu wa roho ni ile roho ya kupata na kupoteza, ni ile roho ya kupata na kupoteza. Na kataa, na kataa kwa namna ya rohoni, na kataa kwa namna ya rohoni. Ulimwengu wa roho, roho ya kupata na kupoteza, na ikataa. Roho ya kuzama poza, na ikataa. Ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho, roho ya utasa na chuma ulete, na ikataa kwa namna rohoni. Ulimwengu wa roho, kwa namna rohoni, ulimwengu wa roho, na ikataa roho hiyo ya mapoza, na ikataa roho hiyo ya mapoza. Ulimwengu wa roho, na umimina moto na kwenda, na umimina moto na kwenda. Wewe uliyekaa wa kupata na kupoteza, wewe uliyekaa wa kupata na kupoteza, na simama kinyume nawe ulimwengu wa roho, na simama kinyume nawe ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba, mara hii tu ulimwengu wa roho, maisha yaliyoshikiliwa, maisha ya hatua ya elimu, maisha yaliyoshikiliwa, maisha ya hatua ya elimu, maisha yaliyoshikiliwa, maisha ya hatua ya hiyo elimu, na amuru yaachiliwe, na amuru yaachiliwe ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Maisha ya uchumi wako yaachiliwe ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu. Mikono yako na ipa neema ya kushika tena, naipa neema ya kushika tena, naipa neema ya kumiliki tena huo mkono. Na upa neema sasa, na upa neema sasa wa kushika kwa upya tena, wa kumiliki kwa upya tena ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Wazuiaji, wazuiaji, wazuiaji wa baraka ya mkono huo, wazuiaji wa baraka juu ya elimu yako, kuanzia sasa na wang'oa hao ulimwengu wa roho, na wang'oa hao ulimwengu wa roho, kwa namna ya rohoni, kwa namna ya rohoni. Na amuru wang'oke kwa namna ya rohoni, na amuru wang'oke. Na iachilia neema hiyo kuanzia saa hii. Asipatikane wa kukupinga kwenye hatua ya elimu, asipatikane wa kukuzuia kwenye hatua ya elimu, kuanzia sasa na milele yote. Baba, ni wewe uliyesema kwenye neno lako, aishike sana elimu, asiache iende zake, awe kichwa na sio mkia. Neno lako Baba likadhibitike katika hatua ya elimu yake. Neno lako Baba likadhibitike katika hatua ya elimu yake. Neno lako Baba likadhibitike katika hatua ya elimu yake. Nami ninaomba kuanzia sasa
ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho, ile baraka, ile baraka, ile baraka iliyokusudiwa, ile baraka iliyokusudiwa juu yako na hujaishi bado, ile baraka iliyokusudiwa juu yako na hujaishi bado. Ninanena na mzuiaji aliyekaa mbele ya hiyo baraka, ninaongea na mzuiaji aliyekaa mbele ya hiyo baraka. Saa imefika ya kuachilia, saa imefika ya kuachilia. Ninanena naye kwa namna rohoni. Hii sauti unaisikia, hii sauti unaisikia. Na kuagiza kuanzia sasa ulimwengu wa roho, na kuagiza kuanzia sasa ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu, ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza. Hatua zilizofungwa kwa miaka mingi, hatua zilizofungwa kwa miaka mingi zikapelekea mauti, eneo la uchumi, zikapelekea mauti eneo la baraka zako, na mimina moto aliyekaa kama kifungo kwa moto wa Bwana ninaamuru ayeyuke. Aliyekaa kama kifungo kwa moto wa Bwana ninaamuru ayeyuke. Ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho, mikono yako ipokee neema ya kushika kwa upya tena. Mikono yako ipokee neema ya kushika kwa upya tena. Pokea neema hiyo, pokea neema hiyo, pokea neema hiyo, pokea neema hiyo, na iachilia neema hiyo, na iachilia neema hiyo. Ni neema ya kushika kwa upya tena, ni neema ya kuanza kwa upya tena, ni neema ya kutawala kwa upya tena. Na iachilia juu yako, na iachilia juu yako, na iachilia juu yako. Asipatikane wa kupinga, asipatikane wa kuzuia, asipatikane wa kupinga, asipatikane wa kuzuia, asipatikane wa kupinga, asipatikane wa kuzuia. Kuanzia saa hii ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho, na shindana, na shindana na ile silaha, na ile silaha ya uovu na uharibifu juu yako. Na shindana na ile silaha ya uovu na uharibifu juu yako. Na shindana na ile silaha ya uovu na uharibifu juu yako. Na shindana nayo ulimwengu wa roho, na shindana nayo ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Aliyekaa kama mikosi juu yako, aliyekaa kama balaa juu yako, aliyekaa kama nuksi juu yako, ulimwengu wa roho, ninaomba Baba, mara hii tu naongea na jini, naongea na jini, naongea na jini aliyekaa kama mikosi juu ya maisha yako, aliyekaa kama balaa juu ya maisha yako, aliyekaa kama mauti juu ya maisha yako. Saa imefika ya kung'oka, saa imefika ya kung'oka. Ulimwengu wa roho, 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 ninaamuru ang'oke, ninaamuru ang'oke kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka damu ya mwana kondoo. Uzima urejee juu yako sasa, afya irejee juu yako sasa. Aliyekaa ndani yako kama ugonjwa wa pressure, aliyekaa ndani yako kama ugonjwa wa kisukari, na achili ya moto unakwenda, na achili ya moto unakwenda. Jini wa pressure, jini wa kisukari, na kuamuru uhame ndani ya mwili huo, uhame ndani ya mwili huo. Ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho, roho yoyote ya udhaifu, roho yoyote ya magonjwa ndani yako, na iagiza ihame, na iagiza ihame. Uzima uingie ndani yako, uzima uingie ndani yako, uzima uingie ndani yako. Neema ya uzima hiyo, neema ya uzima hiyo ingie ndani yako, ingie ndani yako. Kuanzia saa hii pokea uponyaji, pokea uzima, pokea ushindi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba, ni wewe pekee uwezaye kulitimiza lile kusudi Baba. Baba, lipo kusudi uliolikusudia ndani yake, nami ninaomba kuanzia sasa kwa mamlaka ya damu yako takatifu, kwa mamlaka ya damu yako takatifu, ni wewe pekee Baba, litimize kusudi hilo, litimize kusudi hilo. Wewe ndiye pekee uwezaye kutimiza kusudi hilo, nami ninaomba kuanzia sasa kizuizi cha aina yoyote ile, kizuizi cha aina yoyote ile, na king'oa mbele yako, na king'oa mbele yako, na king'oa mbele
mbele yako kizuizi chochote kile, awe ni jini, awe ni joka, awe ni wakala mwanadamu, amekaa kukupinga kwenye ile njia ya baraka yako, amekaa kukuzuia kwenye ile njia ya ushindi wako, ninamng'oa ulimwengu wa roho, ninamng'oa ulimwengu wa roho kwa namna ya rohoni, kwa namna ya rohoni, kwa namna ya rohoni. Ninaamuru ang'oke, ninaamuru ang'oke, ninaamuru ang'oke. Achia kesho yake, achia kesho yake. Na inyoosha ile kesho iliyopiga kona, ile kesho iliyopiga kona, na inyoosha sasa kwa namna ya rohoni, na inyoosha sasa kwa namna ya rohoni. Ni kesho iliyopiga kona, ni kesho iliyopiga kona. Ninainyosha Baba ulimwengu wa roho, ninainyosha Baba ulimwengu wa roho, asipatikane wa kukupinga tena, asipatikane wa kukuzuia tena. Embu kila mmoja atamke maneno haya. Embu sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, naitumia damu ya Yesu. Kwa damu hiyo ninakomboa kila eneo la baraka zangu, naitumia damu ya Yesu. Kwa damu hiyo nakomboa kila eneo la baraka zangu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu nakomboa kila eneo la baraka zangu. Ninaomba Baba, mara hii tu, yoyote yule aliyekaa kunizuia, aliyekaa kunipinga nisimiliki, nisitawale, nasimama kinyume naye kwa namna ya rohoni, nasimama kinyume naye kwa namna ya rohoni. Ni wewe Baba uliyesema nikatawale na kumiliki. Kuanzia sasa, aliyekaa kunizuia eneo la utawala ninamng'oa, aliyekaa kunizuia eneo la umiliki ninamng'oa kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu naipanua ile mipaka ya mafanikio yangu, naipanua ile mipaka ya ushindi wangu, naipanua ile mipaka ya baraka zangu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu ninaomba Baba, mara hii tu, ni wewe uliyesema kila mahala zitakapokanyaga nyayo za miguu yangu umenipa kwa namna ya rohoni, ulimwengu wa roho. Na miliki kila eneo nitakalo likanyaga kwa namna ya rohoni, ulimwengu wa roho. Na miliki kwa namna ya rohoni, ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, nakomboa zile hatua za baraka yangu zilizofungwa kwa miaka mingi. Nazikomboa hatua hizo kwa damu ya Yesu, nazikomboa hatua hizo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ni ile hatua iliyofungwa kwa miaka mingi, kwa damu yako ninaomba Baba ikafanyika ukombozi juu ya hatua za baraka zangu. Amen. Shangilia Bwana.